Na mtazamaji, karibu tena, na atakuwa anaendelea kupata maoni kutoka kwa washikadau kwenye sekta ya usafiri wa umma pamoja na sekta ya bodaboda ambayo tumeona ikiwa na mvutano kwenye siku za hivi majuzi, na kukiwa na mgomo Jumatatu, na wakiwa naahidi kwamba watakuwa wanafanya hivyo kila siku ya Jumatatu hadi pale ambapo tofauti zao zitakuwa zinasuluhishwa na serikali kuingilia kati katika kudhibiti usafiri wa bodaboda, ikiwa ni lalama ambazo zinatoka kwa wale wamiliki wa usafiri wa umma wa gari zile za matatu. Tupate kauli kutoka kwa wadau kwenye sekta hiyo kwenye kaunti ya Kiambu, ambapo mwenzangu Kimaku Chegi awali alifanya mazungumzo nao. Na kwa hii maneno ya watu kuchoma magari atikifanya accident, sisi tunaionea ikiwa kama hiyo ni ugaidi. Hiyo ni mambo haina maana hata kidogo. Inafaa ikifanya accident kuna sheria. Mwenye gari hayuko hapo ama ni dereva alikuwa hapo, afadhali ashikwe, hiyo maneno iongelelewe kwa serikali. Lakini sio kuchoma gari. Kuchoma gari hakuna haja hata kidogo. Na hao watu wanachoma gari wanafaa kuchukuliwa hatua. Wenye wanafanyaga hizo vitendo wa bodaboda au si wana bodaboda ni watu wenye hawajielewi. Juu huwezi choma gari ati juu umefanya accident. Wanafaa kusikizana. Juu maneno yote iko hapo. Gari ilifanya accident. Ukichoma gari faida gani umepata? Kwa hivyo watu wa kuchoma gari juu yafanya accident, hiyo ni hatua. Hata wao wanafaa kuchukuliwa hatua. Magari ikifanya accident inachomwa, hiyo jambo naishukua sio vizuri, kwa sababu kuna maofisa wa polisi wanakuwa kwa barabara. Ni heri tu serikali ichukue kazi yake, wale ambao wako kwa barabara wafanya kazi ile ambayo inafaa, ile wamepewa wafanye. Gari kifanya accident sio vizuri kuchoma hiyo gari. Inafaa ichukuliwe, iende kwa kituo cha polisi, iongelewe vile mambo hiyo iko, na wale ambao wamenunua wakae chini waongee ila walekebishe ama mambo iendelee vile iko. Kitu ya kwanza, hiyo gari iko na insurance. Na hiyo insurance inafaa ikulipe. Hakuna mtu anaweza toka kwake kwa nyumba ati akuja afanye accident kwa barabara. Hiyo inakuwaga ni bahati mbaya. Sasa mimi naweza omba tu serikali ifuatilie hiyo maneno, kwa sababu kuchoma gari sio solution. Tunasikiaga vibaya sana kwa sababu pengine hiyo gari umechukua na loan unataka ulipe hiyo loan ndio usaidie familia yako na jamii yako yote hivyo. Sasa hatuwezi sikia vizuri. Na pengine kitu ya kwanza, hata mtu wa motorbike tuseme awe amepita wrong side, hiyo ni kitu ashazoea. Alafu kwa bahati mbaya huyo mtu mpatane head on, umgonge. Hao hatakagi ati mnakaa chini ati mnaongea ati kuhusu hiyo accident venye kumehappen ama muite polisi. Kitu ya kwanza wote wanakuja wanasimama hapo na wanajichukulia tu hatua mikononi mwao badala ya hiyo story iende mbele. Kwa hivyo ikiwa kuna makosa, mimi kama dereva ndio niko na makosa, sio gari. Gari nimepewa na mwenyewe, niiendeshe, nitafute pesa, nipate yangu na yeye apate yake, na isaidie nchi. Lakini mkiichoma sio haki. Kwa hivyo ningesema ikiwa kuna hata magari kwa magari hugongana, na hakuna dereva wa gari hii ama wa gari hii huchoma hii gari ati kwa sababu imemgonga. Kwa hivyo hapo ningesema watu wa pikipiki hapo wanakuwa na makosa kubwa sana kuchoma gari. Wawache kesi ichukuliwe mikononi ya sheria. Ikiwa hiyo gari mwenye dereva alikuwa naye ndiye amesababisha hiyo accident, yeye ndiye achukuliwe hatua, na ikiwa hata ni kufugwa afugwe, gari itengenezwe ipatiwe dereva mwingine, kwa sababu hakuna gari inajiendeshaga. Na hata kwa pikipiki namna hiyo, ikiwa ni pikipiki mwenye pikipiki asiulizwe, sababu hata kuna wenye pikipiki wanagongaga mtu, na hao watu wa kijiji wanawapiga, saa nyingine hata wanawachoma, wanachoma pikipiki, pengine mwenye pikipiki dereva amepotea. Kwa hivyo ningesema hata pikipiki isichomwe, yani kusichomwe gari ama pikipiki, kwa sababu hiyo hakuna pikipiki inajiendeshaga na hakuna gari inajiendeshaga.
Na mtazamaji, ni maoni ya baadhi ya wadau kwenye sekta ya matatu na hata bodaboda kutoka kwenye kaunti ya Kiambu, wakiwa wanaeleza maoni sawa na wale waliokuwa wanafanya kikao na Bernard Lusigi kule Kakamega kuhusiana na baadhi ya masuala yanayofaa kuchukuliwa hatua katika kuleta uwiano kwenye sekta hizo mbili ambazo kwa sasa zinaonekana kuwa na mvutano kufuatia usalama wa barabarani. Watu wanaomiliki matatu wakiwa wanalaumu upande wa sekta ya bodaboda kuhusiana na kuchomwa kwa magari ambayo ni ya usafiri wa umma. Takriban magari 15 kufikia sasa kote nchini yakiwa yameathirika na katika mvutano huo, na ndiposa wametangaza mgomo kila Jumatatu hadi pale ambapo serikali itaingilia kati kudhibiti sekta ya bodaboda, wakiwa wamepea na mapendekezo kadhaa ambayo tumeyasikia kutoka kwa wadau kwenye sekta hizo mbili. Lakini nitakuwa na kuachia hapo mtazamaji kwa sababu ya muda. Namuona mwenzangu Ian Keitani amefika studioni tayari kuchukua usukani kwa taarifa hizi kwa lugha ya Kimombo za News Desk. Nimekuwa kwa Hadia Mosiwa hadi wakati mwingine insha Allah. Kwa heri.